mahali ukasema hata nikajitolea mfano mimi nikasema, nikafika mahali nikasema bila mimi mambo hayaendi. Nikawaambia hivi, ninajidanganya bure. Mungu ana watu wengi. Halafu Mungu anaweza akakuondoa wewe, halafu akaleta mwamba mwingine mzuri. Yaani ni hivi, unaweza ukajihesabia haki ukafikiri wewe ni wa maana sana, au mimi nikafikiri ni wa maana sana. Mungu ana watu wengi, maelfu. Ana package, yani Mungu ana package ya watu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiwa mahali popote, ukiwa unafanya chochote, kumbuka mahali hapo umefadhiliwa na nani? Na Mungu. Hata Mungu kutupa neema ya kuwepo leo hii, saa hii asubuhi hii, ni kwa maana fadhili zake ni za nini? Za milele. Ametufadhili. Na kesho tukiwepo, kwa maana fadhili zake ni za nini? Kukupa familia, kwa maana fadhili zake za nini? Kukupa sijui unafanya kazi, hiyo ni kazi, ni kwa maana fadhili zake za nini? Za milele. Kuna watu ambao wanatamani pengine maisha yako kama hujui. Kuna mmoja anasema moyo, maisha yangu kweli mchungaji ya kutamani haya. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie, ni kwa vile wewe unaweza ukafika mahali ukajizalau. Lakini ungejua Mungu anavyokuheshimu na kukufadhili na kukupa nafasi hiyo, ungejua kwamba wewe ni mtu wa maana. Na mimi asubuhi ya leo nazungumza na watu wa maana kabisa. Nazungumza na watu wa maana, wangesema amina. Nazungumza na watu wa maana, wangesema amen. Kwenye mistari hii inasema akatuokoa na nani? Na watesi wetu. Alafu malizia, kwa maana fadhili zake za nini? Nani hana mtesi humu? Shetani tu namba moja. Jana nafikiri jana kama sikosei au juzi, tuliposoma kwa habari ya mtume Paulo kwenda kwa Wathesalonike, si mlikuwepo? Ilikuwaje? Walifarakana, wakafika mahali hawaelewani. Ni watumishi wa Mungu, ni mpakwa mafuta wa Bwana, ni mhubiri wa Injili, lakini hawaelewani na Wathesalonike. Halafu anafika mahali anasema, jamani, pamoja na hayo sisi kiu yetu na tamanio letu ni kuwafikia na kuwaona wana wa Mungu na kuona mkiendelea kunemeka pamoja na farakana tulizokuwa nazo. Lakini anasema hivi, kuna mahali imefika saa tulitamani kuja sana kwetu, mara ya kwanza na mara ya pili shetani akatuzuia. Anayesema shetani amemzuia ni nani? Ni Paulo, si ndio? Alafu ni mhubiri wa nini? Wa Injili. Ni muombaji, sio muombaji. Kwa lugha nyingine Paulo ni kama mtume, ni mchungaji. Kwa lugha nyingine anachunga kundi. Lakini imefika saa shetani amefanya nini? Amewazuia. Sasa wewe kukosa mtesi, utakuwa wewe ni umeshaenda mbinguni tayari. Yaani wewe ukikosa mtesi hapa duniani, wewe uko mbinguni. Bwana asifiwe. Yaani maana yake ni kwamba shetani mwenyewe ndio mtesi namba moja wetu. Na shetani niliwaambia hatumii vitu vingine tu, anatumia watu wenye macho mangapi? Mawili. Ndio maana alimuingia mpaka Petro. Kaingia kwa Petro. Yesu anamwambia, wewe rudi nyuma shetani wewe. Pengine ingekuwa ni katika hali ya kawaida wangegombana. Unanitaja shetani mimi mtumishi? Mimi mtumishi kabisa, nataka nikusaidie. Hivi nyie hapa watu waje. Sawa? Alafu mimi niwaite nyie mashetani. Hebu tuzungumze tu kwenye uhalisia. Eti Mama Lema, hebu tuzungumze kwenye uhalisia rafiki yangu, kwamba nyie mnataka kunitetea nani? Mimi, si ndio? Watu wamekuja kunivamia, wanataka waniangamize au wanibe, alafu hawajajieleza, si ndio? Alafu nyie mwenye kubeba dawati, mwenye kubeba hata hili la kubebea sadaka, mwingine amebeba hili lifimbo la nini? Mnataka kunitetea, alafu mimi nigeukie niwaambie nyie mashetani. Bwana asifiwe. Mngejisikiaje? Ungesema sisi mchungaji tunamtetea.
alafu yeye anatuita sisi shetani. Halo, haya mambo yapo. Ni kama kumwambia mtu acha dhambi, na wakati yeye ameshazoea, na wakati ibilisi ameshamteka. Kuna watu hata ukihubiri hapo kwenye hiyo mimbari hapo madhabahuni, ukahubiri habari ya dhambi, acha dhambi, kuna watu wakitoka hapo wanasema yeye ameona dhambi ni ile ile tu, kumbe ni ya kwake. Kumbe ndo uhalisia wake. Na mahali fulani kwenye Biblia inasema kwamba walipohubiriwa ile injili kawachoma nini? Mioyo yao, wakabadilika, wakamwelekea nani? Mungu. Na kazi ya injili ni kumbadilisha nani? Mtu aache mabaya, mtenda mabaya aache nini? Mabaya, awe mtu mwema. Na ndio maana kuna saa unasikia watu wanashuhudia, anasema mimi niliwahi kuwa jambazi. Hujawahi kusikia mhubiri wa namna hii? Sema mimi nilikuwa jambazi sugu, na nataja mahali alipoiba na aliyowaibia. Hii nayo ni shughuli, wakikufuatilia ndio shughuli inaanzia hapo. Anataja kila kitu, ila sasa uzuri anataja miaka ya 90. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Akatuokoa na watesi wetu, kwa maana fadhili zake ni za nini? Kwa hiyo kumbe huyu Mungu anatuokoa na watesi. Tangu Januari, tuulizane swali tu la kawaida hapa. Tangu Januari, ndugu zangu mlioko mahali hapa, umeteswa mara ngapi? Kuna watesi ambao unawaona, huyu ni mtesi. Kuna watesi usio waona, na ni wengi. Lakini achana na watesi watu. Kuna watesi ibilisi anatumia hata magonjwa. Yeye anateswa tu. Kuna mtesi mwingine ambaye yupo, anaitwa umaskini. Ni balaa huyu, jamani, wa ovyo. Mimi simpendi kwa jina la Yesu, na wewe usimpende. Umaskini ni kitu kibaya, na ninakichukia kwa sababu kinakufanya, kinakubagaza, unakuwa mtu wa ovyo. Umaskini ni kitu kibaya, ndugu zangu. Haufai kabisa. Umaskini unaweza kukufanya ufe kabla ya wakati wako. Unaenda hospitalini, unafika pale, madaktari wanakuambia unaumwa 1 2 3, lakini lipia 1 2 3. Ukiangalia ule mkeka 200,000, na mfukoni wewe umeenda pale umejikongoja na 20,500. Halo, vipi hapa? Umaskini unaupenda? Bwana asifiwe. Kataa hiyo roho, naye ni mtesi tena balaa. Ni mtesi umaskini. Kataa kwako, kataa kwa watoto wako. Ndio maana mara nyingi mimi nawaambia watu, jibidishe, tafuta, fanya tena hiki. Ukiona kimeshindikana, usifikiri kwamba ndo mwisho wa nini? Wa maisha. Badilisha tena mtazamo, fanya na kile. Yani umaskini ni mtesi mbaya. Anaweza kukufanya unazaraulika na watu. Anaweza kukufanya hata pale nyumbani ukaonekana. Niliona clip moja siku moja, walikuwa na sijini utani ule, anasema ukiwa hauna chochote, umeenda kwa mfano walioenda saizi nyumbani kwao nyumbani, si kuna watu wamesafiri, unafika pale wewe ndio unakuwa mtumwa kisa tu hauna hela. Nimeona clip nyingine, majianti mawili yanamchukua jamaa moja, yanamrusha kama mpira, yamrushia yule anadako, na lenyewe linamrudisha. Ni mnyonge. Wengine wanasema yani ukiwa huna chochote, kwa watu wenye nacho utapewa chochote. Hata unywaki Pepsi, nasema fungulia hata Pepsi huyo. Ndugu zangu, mtesi umaskini hafai. Sema amina. Sema amina. Mtesi umaskini hafai. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Ninakataa juu yangu roho ya umaskini. Ninaikataa roho ya umaskini kwa ajili yangu na uzao wangu na watoto wangu na wajukuu zangu kwa ajili
katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Umaskini ni mtesi, ni mtesi na uchukia. Okay. Kazuri enzi zile, miaka yetu unajua kila mtu ni wa zamani inategemea na zamani yako ikoje. Mimi siwezi kulingana na mzee nani hapa, mzee Ndege, ila na yeye wa zamani, ila kuna wa zamani kuliko yeye, si ndio? Kwa hiyo na mimi na zamani yangu. Sasa tukao tunaishi maisha mazuri sana, maisha mazuri sana. Babu yetu alikuwa anatupenda, alikuwa mfanya biashara mkubwa, anaenda Dar es Salaam, anaenda Arusha, miaka hiyo 80 90 na kitumo, akawa akienda kwetu tulikuwa tunaishi community life, yani watu wengi. Kwa hiyo ugali hata unapopikwa unapikwa kwenye kama wa buffet maziwa yanaletwa kwenye mapipa, mandoo, manini. So ng'ombe buku zilikuwepo, atreta manini pale. Sasa sikiliza nikueleze ndugu yangu, maisha ya utajiri ni mazuri. Bwana asifiwe. Ni mazuri kwa sababu nishayaonja. Sasa babu akienda huko alikokwenda anarudi. Nguo sisi tulikuwa tununuliwi moja. Babu anarudi na mabelo ya nguo yale, kama unaenda kuuza, yanashushwa pale, yanakatwa, halafu yanaachiliwa pale kama mko gurioni. Kwa hiyo ukianza kuchagua, unachagua hili, ukiona kana kufaa unatupia, ukiona kakufaa unamrushia Nkamba. Nkamba na wewe daka na daka. Wewe Salome kale kanako mfaa mwenzako unamrushia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuliendelea kuishi maisha ya namna hiyo mazuri, tukaendelea. Ndugu zangu, maisha yanabadilika. Kadiri mambo yanavyokwenda, babu akaanza sasa uzee na nini, mali ikaanza kufanyaje? Kushuka. Tulikuwa na mamashini pale ya kusaga na nini, zikaisha kabisa. Sasa kila mmoja akawa wale, unajua hata wale wanaokaa kwa tajiri zikiisha huwaoni. Nilichojifunza ni hicho. Yaani ukiwa nacho unafikiri utatafuta wafanyakazi? Unafikiri utatafuta? Wanakujaga tu. Wewe unahangaika na house girl aje kwako, ni kwa sababu tu hii haipo vizuri. Kama unayo ya kutosha, wanakuja wenyewe wa kutosha. Utashangaa kila siku getini kwako kuna wafanyakazi wanaomba kazi, wengine ni wema kabisa. Bwana asifiwe. Sasa tukaishi maisha, zikaisha kabisa. Mpaka leo ukienda, mimi kijijini kwetu ukienda unaona kweli hapa kulikuwepo na vitu, madalili yapo. Yale mashini makubwa yako yalishalala pale ya miaka ile, yapo tu. Saizi mimi ndo tajiri mkubwa. Nipungie mkono wako kama unanizungumza. Sikilizeni wanangu niwaambie. Sasa zikaisha, rafiki yangu. Tukaanza kuishi maisha ya unyonge. Magodoro yale mazuri tulikuwa tunalalia hayapo, yalishaisha. Roho ya ukaufu imeingia kwenye mji. Kulala kwenye mabenchi, benchi kabisa. Kumbuka tulikuwa vizuri, benchi. Kulala kwenye mifuko hii mnayojua hii mifuko hii, unalalia mifuko hiyo, alafu unakuncha. Shuka hamna, inabidi udandie kanga ya mama. Nazungumza na watu ambao maisha haya wameshayaishi hapa. Bwana asifiwe. Unadandia kanga ya nani? Ya mama. Mama akimaliza kupika pale, anaanza kugawia watoto wake tule tukanga, kingine kameshonwa huku. Kuna namna ya kushona hata kanga iliyoisha, inakatwa hapo katikati, afu inaunganishwa huko chini. Nye maisha haya. Tukaishi maisha hayo ya dhiki na nini. Sasa tukaanza kujiuliza, kwa nini zamani ilikuwa 1 2 3? Lakini Mungu bariki. Baba akawa angalau ameanza kuinuka tena. Akaanza kuinuka na nini. Mambo yakaanza kutunyokea, lakini sio kama zamani.
Kwa ndio maana mimi nikisema umaskini na uchukia, sina maana ya kwamba mimi ni tajiri mkubwa, hapana. Ni kwa sababu niliwahi kuishi maisha mazuri na niliwahi kuishi maisha ya nini? Mabaya, ya shida, ya dhiki. Chakula kile tulikuwa tunakula wakati huo, ukiletewa chakula pale, nyama zipo za kutosha kwa sababu ng'ombe wako wa kutosha. Na wakati mwingine unajua kuna watu wanapenda nyama, lakini nyama ikiwa nyingi kila siku ina kinai. Maziwa, wewe unafikiri maziwa mazuri nayo umenunua kalita moja leo, tulita 5 mmekunywa, kameisha, mmepata hamu tena mmeenda kununua. Yale yaliyopo utayachukia wewe, nakwambia. Yakiwa yapo tu hapo kila saa. Kuna bwana mmoja waligombana pale kwetu, kisa amewekewa maziwa mengi. Unaniwekea maziwa mengi, mimi ni mbwa wako. Kwa sipendi roho ya umaskini, na sipendi na sitakaa niipende. Hata kama nikiwa ni maskini, lakini sitaipenda. Na wewe maskini, sikia, umaskini wewe sikia, juu yangu sikupendi kwa jina la Yesu. Na wewe sema kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la nani? La Yesu. Na ndio maana Biblia kuna mahali, kuna Bwana alimwambia Mungu, nipe utajiri wa kiasi nisije nikakutenda nini? Dhambi. Kwa nini? Anajua umaskini haufai. Umaskini unakuja ndani yake na roho ya omba. Utaenda ukaombe mahali, yani, na ukiombaomba utakuwa mtu wa kusimangwa kama ujui. Mimi nakwambia, kwa kama uko humu na hauna unachoweza kukifanya, yani nakutia sumu ya pilipili manga, ukitoka hapa nenda kafanye chochote kilicho halali na Mungu atakubariki kwenye ile mikono yako. Sema amen. Sema amina tena. Jibidishe tu, Mungu huyu anabariki. Mungu yupo. Mungu yupo, na Mungu ni wa watu wote. Hana ubaguzi wa rangi wala kabila wala sijui nini. Nataka nikwambie hivi, wewe sio wa kawaida tena kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amina tena. Kwa kama kuna jambo ambalo linakutesa, limeutesa moyo wako, pengine ni umaskini, pengine ni dhiki, pengine ni hali mbaya, pengine ni magonjwa, na kuambia kwa neno la Bwana asubuhi ya leo tarehe 24 ijulikane na iandiko ya kwamba wewe sio wa kawaida tena. Wewe sio wa kawaida tena. Wewe sio mnyonge tena. Inawezekana mazingira yenu, kabila lako, familia yako, ukoo wako umetukaniwa kwa sababu hiyo. Hivi unajua kuna watu wanakutukana tu kwa sababu ya kabila lako. Hujui. Kuna watu wanaweza kukutukana kwa sababu ya ukoo wenu. Sema hii ukoo huu wa maskini sana. Wanakutukana. Wanasifiwe. Lakini kwa jina la Yesu, wewe sio wa kawaida tena. Inakwambia, wewe nenda tujibidishe uone. Kama hutarudi kwa moyo wa shukrani mbele ya madhabahu na kusema, Mungu, nilisikia neno la mtumishi wako nikalifanyia kazi, na saa hizi sio wa kawaida tena. Na kuambia wanaoamini inawezekana waseme amen. Waseme amina tena na tena. Acha kilio hicho. Acha kulialia kwa sababu eti kuna mtu hapo nyuma amekutesa, kuna mwingine alikudhulumu, kuna mwingine amekufanyia mabaya, kuna mwingine ulianza kuinuka akakugandamiza. Nataka nikwambie ya kwamba kugandamizwa ndio kuiva. Hiyo amina hajatosha. Ngoja niwaambie, mafuta ya alizeti mnayafahamu? Alizeti haiwezi kutoa mafuta mpaka uikamue. Paki iminywe, na inaminywa kwa nguvu, na inaminywa kwa mgandamizo. Baada ya hapo unaendelea kuenjoy. Hai, mafuta mazuri sana ya alizeti. Kumbe kuna mahali ifanyaje? Iliminywa. Mateso unayoyapitia ndio daraja la kukuvusha kwa jina la Yesu. Acha kukaa hapo kwenye hiyo. Acha kukaa kwenye hiyo. Acha kukaa kwenye hiyo. Acha hicho kilio. Kila saa una mtesi wako umemweka moyoni. Yaani mpaka ukienda kazini unamwona na pia. Uko kazini, huyu hapa. Yaani uko dukani kwako una kakibanda kako, ukimkumbuka tu machozi. Angekuwa sio fulani, ingekuwa mbali. Kwa hiyo sasa hayupo sasa.
Mwingine anateswa na jirani tu. Jirani. Sasa jirani huna ukoo naye, si ufanye yeye jirani go. Umembeba jirani, ananiloga sana, mlete hapa, muandike jina, tumkanyage hapa kwa jina la Yesu. Jirani achia maisha ya fulani, jirani achia maisha ya fulani, uone kama atatoboa kwa jina la Yesu. Sikiliza nikuambie, kuna saa lazima uwe ni muombaji na kisasi sio juu yako, lakini unaweza kumwambia Bwana, wewe ulisema kisasi ni juu yako, shughulika huyu, uone kama itakuwa haijakaa sawa. Unahangaika na familia yenu, watesi wewe akatuokoa na watesi wetu, kwa maana fadhili zake za nini? Za milele. Alafu anasema 25, kila chenye mwili akipa chakula chake. Kila chenye nini? Yaani hapa hajazungumziwa binadamu tu, kazungumziwa ng'ombe, puzi, kuku, kondoo, na manyau. Wote wale ni wenye nini? Mwili. Wanapewa chakula na nani? Na Mungu. Tazama ndege wa angani, hawalimi, hawapandi, wala hawavuni, lakini wanafanyaje? Alafu anauliza, sembuse nyie. Bwana asifiwe. Nyie hapa niwaambie, nani alilala njaa wiki nzima hapa? Nimpe hela. Anyoshe mkono, wiki nzima hujala. Wewe nyosha tu, nini nikutoe sasa hivi 5,000. Bwana asifiwe. Kama umekula wiki nzima, ulitoa wapi? Anawapa nini? Chakula. Kila wenye nini? Kila wenye mwili. Kama una uwezo wa kufanikiwa kupata chakula kwa wiki nzima, kwa nini Mungu asikubariki ukapata chakula mwaka mzima? Kwa nini? Inawezekana. Maisha mengine tunakuwa dormant kwa sababu ya mentality zetu. Tumeambiwa kwamba Bwana kazi hazipo, na wewe umeamini kazi hazipo. Kuna mwingine ameishi maisha ya kila saa anasikiliza wanasiasa kumwambia sijui kiajiri, sijui nini, tajira hamna, na yeye akili yake imemwambia hivyo. Nataka nikwambie, toka huko, acha kusikiliza waliofeli. Unajua mtu anaweza kuwa amefaulu lakini amefeli. Hujanielewa. Bwana asifiwe. Amefaulu lakini amefeli. Nataka nikwambie hivi, hakuna mtu anayependa watu wote tuwe matajiri. Hayupo. Hata wewe unayeniangalia hapa, utatamani wawepo tu wa chini au kukanyaga. Yaani huu unapita juu yao. Mimi nakwambia ukweli mzee Ndege, kabisa yani. Mimi nakwambia leo nimepewa neema hii ya kuambia. Yaani hapa nawafungulia akili. Yaani nataka huko ndani huko mtoke mmevurugwa. Bwana asifiwe. Hayupo. Bilionea anataka wawe watu wa chini wengi ili awauzie mpaka karanga. Kwa sababu hawana akili ya kutengeneza karanga wakauza. Bwana asifiwe. Wewe jiulize. Ukimkuta mtu amefanikiwa yuko hapo juu, kwa nini anang'ang'ania kubaki hapo? Kwa nini? Self actualization. Yaani mtu amefika pale, hataki wengine mje, na ndio maana ile piramidi ya kukaa hapo juu ni ndefu, imekaa hivi. Huku chini wenzangu na mimi wako kibao. Na kazi yao hawa ni kuwafanya wale walioko juu wabaki wapi? Juu. Ndio maana kutoka hapa chini sio jambo jepesi. Bwana asifiwe. Kutoka hapa chini kwenye foundation hivi, mtu umeshaisha au? Umeshaisha. Simameni. Kumbe mtu umeshaisha. Bwana asifiwe. Ndio maana ukimkuta mtu ni mkuu mahali, kumng'oa sio jambo jepesi. Kwa sababu gani? Kutoka hapo chini. Lakini pia kutoka hapa chini hapa kuipanda, yani usogea hata katikati hapa. Halafu kaenda hapo juu. Wewe utachezea ngwala, kwenzi, matusi,
Yaani ndio hivyo. Na ndio maana hata wewe ukitaka kujua ninachozungumza, angalia marafiki zako, level zao. Mnafanana hamfanani? Ukikuta wewe unaka maisha kaumbea mbea, utatafuta mbea mbea mwenzako ili muendane, si ndio? Si ndio? Si ndio? Ukikuta wewe maisha yako ni ya ufugaji, fuatia marafiki zako. Kila mkikaa mnazungumzia ufugaji wa kuku tu. Si kuku broiler. Broiler wanalipa sana. Siji broiler, siji nani. Yaani mnazungumzia ufugaji tu. Ukitoka hapo ukawa na rafiki wa biashara, labda duka hili la wanaita duka gani? Hilo. Mtazungumzia swala la nini? Mahali pazuri penye unafua kupata nini? Biashara nzuri. Ukija kwangu mimi mchungaji, utaanza kutafuta mchungaji anayefanana na wewe. Mimi mwenyewe saizi kuna wachungaji ambao wala sizungumzi nao sana, kwa sababu yani watanitia tu na nilidoa huku chini. Sasa mwenzangu nakuta amevaa suruali lile la kufagilia, anafagia njia nzima, au yani mafuta anayopaka ni borderline ya miaka ya 90, wakati saizi kuna linju. Unajua linju wewe? Bwana sifiwe. Hata kwenye maisha ya utumishi hivyo, hata kwenye familia, usije ukawa na rafiki yako yeye ni kupe tu. Kuwe na benefit na wewe kwake. Mimi nakuambia ukweli, na ukiukataa utajua mwenyewe. Mimi nimeusema. Bwana sifiwe. Level yako, angalia maisha ulionayo na watu wako, na umombe Mungu akupandishe. Ukipanda kidogo tu, wewe unafikiri huna marafiki wazuri? Wanakujaga wenyewe. Mimi nakwambia. Wewe unafikiri hutapigiwa simu? Yaani siji mkuu wa mkoa atakuwa anakupigia simu, siji katibu mtawala atakuwa anakupigia simu, siji nani. Yaani hapo. Bila sasa kufika, ndugu zangu nawaambia kweli, kufika hapo sio jambo jepesi. Inahitaji nini? Mungu huyu ambaye amesema anatubariki. Ungesema amina. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninakuomba tena unipe neema ya maongezeko rohoni na mwilini kwa damu Yesu. Ninaomba Bwana niwe sehemu ya warisi wako kwa damu Yesu, ya warisi wako hapa duniani, nikiwa hapa Geita. Unipe kibali, unipe maarifa ya kuona fursa kwenye hii nchi iliyobarikiwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kila vizuizi kwenye maisha yangu, kila roho ya watesi kwenye maisha yangu, hiyo roho achia maisha yangu kwa damu Yesu, kwa damu Yesu. Inua sauti yako kwamba mwenyewe, kataa roho ya watesi, kataa roho ya unyonge, kataa roho ya umaskini, kataa roho ya kujiona ufai. Kila mahali utakapokwenda, Bwana amesema ya kwamba kila mtakapokanyega nyayo zenu nimewapa kumiliki. Mwambie Bwana, umetupa kuimiliki hii Geita, tupe kibali tena na tena kwa damu Yesu. Ingia kwenye maombi, omba kwa ajili ya hiyo. Tunamalizia muda wetu. Omba tu mwenyewe. Kataa kila roho mbaya ndani yako. Kataa roho ya utumwa ikuachie kwa damu Yesu. Roho ya kibarua ikuachie kwa damu Yesu. Watoto wako peleka hoja mbele za Bwana juu yao, waombee kwa jina la Yesu. Hiyo roho achia kwa jina la Yesu. Kataa hiyo roho haifai tena. Kataa hiyo roho haifai tena. Kataa kwa jina la Yesu. Kujiona mnyonge, kujiona hauna maana chini ya hili jua, mwambie Bwana leo hii nakataa. Maana Bwana amekuachia neema hii, amekuachia uhai, amekuachia maisha. Mwambie kwa damu Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, usinyamaze. Kataa. Mwambie Bwana kwa ajili ya maisha yako. Mwambie Bwana kwa ajili ya watoto wako. Mwambie Bwana kwa ajili ya uzao wako. Mwambie Bwana
Kama kuna mtesi ambaye ni afya yako, mwambie ewe afya, ewe ugonjwa ulioko ndani yangu, leo hii na kuapisha kwa neno la Bwana, niachie, 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 niachie. Kama ni miguu, umekuwa ukiuma miguu mara kwa mara, mwambie Bwana, enyi miguu, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana. Sikuumbiwa udhaifu, ninakataa. Kama ni afya, kama ni madonda ya tumbo, kama ni ugonjwa mbalimbali, kataa kwa jina la Yesu. Huyo mtesi, kataa, 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 kataa. Endelea kuomba, usinyamaze. Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Huyo mtesi ambaye anakutesa ndani ya moyo wako, anakutesa kwenye mwili wako, anakutesa kwenye fikra zako. Inawezekana ni watu wa karibu wanakutesa. Wengine unawafahamu, wengine wamekuchawia, wengine wamekuroga, wengine wamekusomea mabaya. Sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo achia, 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 achia hizo nguvu za giza, huo uchawi. Chweka, chweka, chweka. Jina la Yesu. Sante Mungu mtakatifu, sante Mungu mtakatifu. Roho ya umasikini tunaikataa, mtesi umasikini tunakataa. Roho ya mama kila mara kwa mara na kulalamika, roho ya malamishi, roho ya kujiona tufai, kwa jina la Yesu. Sante Yesu kwa neema yako, sante Mungu mtakatifu, sante Kristo kwa kibali hiki, katika jina la Yesu. Chukua shukrani yako, tuhitimishe. Muda wetu umeshakwisha. Natamani mtoke hapa mwende mkafanye kazi, na Mungu awabariki na maandalizi ya kesho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa kibali chako na kwa neema yako. Asante kwa ajili ya sadaka za watumishi wako, tunaziweka mikononi mwako, tunaziombea. Bwana, utupe nguvu mpya, utupe nguvu mpya. Hebu sema, unipe nguvu mpya Bwana. Sema, unipe nguvu mpya Bwana, unipe nguvu mpya Bwana. Tena Bwana, unipe ujasiri, unipe ujasiri, unipe ujasiri katika jina la Yesu. Kila nitakapokuwepo, unipe kibali, unipe ujasiri wa kuyaendea mambo yasiyowezekana yakawezekane tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Asante. Naomba sasa upokee, tuseme sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amen. Pokeeni baraka zake Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naomba uketi kidogo, alafu baadaye utakuja kutoa sadaka na utaenda nyumbani kwa furaha. Bwana asifiwe. Kama nilivyosema, jioni hatutakuwa na evening glory, isipokuwa tutakuwa na nini? Tutakuwa na nini? Usiku mtakatifu. Ibada ya usiku mtakatifu inaanza saa 2:30. Lakini pili, kwa neema ya Mungu ninamwomba Roho Mtakatifu anisaidie, nitaandaa karatasi chache za kila mmoja wenu aandike mpango mkakati wa mwaka 2026. Siwezi kuwa nafundisha hapa afu tusione matokeo. Yaani itakuwa ni sawa na kutwanga maji kwenye nini? Kwenye kinu. Kwa hiyo nitaandika. Mimi nimefanya hivyo na nimeona neema ya Mungu kwenye maisha yangu. Sijafanikiwa sana, lakini angalau kila mwaka ninakaa na mama, tunaandika, tukishaandika tunaweka pale, alafu tunaanza kufuatilia mara kwa mara. Na ikifika mwisho wa mwaka tunafanya personal tathmini binafsi, tunatengeneza, tunaangalia tathmini binafsi. Je, tumefanikiwa kwa kiwango gani? Tumefanikiwa kwa sehemu, kwa kweli, kulingana na hiyo. Kwa hiyo nitaziandaa karatasi na nitamkabidhi mwinjilisti Jackie. Kwa hiyo ikiwa nitakuja, nafikiri nitakuja nazo humu, nafikiri next week. Sasa nitakuja nazo hapa, nitafundisha ujaze lengo kuu,
unataka kufanya nini mwaka 2020 ngapi na 26. Lengo kuu ni nini? Lakini pia una mambo madogo madogo utayaandika, na utaweka sehemu ya bajeti yake, na utaweka sehemu ya muda, unataka litimie muda gani. Alafu tuendelee, utaandika nakala hizi 2. Moja utabaki nayo wewe nyumbani kwako, ya pili tutaiweka hapa, maana yake kwamba tuwe tunaiombea mara tukija morning glory. Hii itakusaidia kwenye maisha yako, na utakapofika mwishoni utajipima, utasema nilitamani kufungua biashara, nimefungua. Sasa niko hatua hii, mwaka huu nimefanya hii na hiki na hiki. Utaona kila kitu ambacho umekifanya, na Mungu utamshangaa sana. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa, ufahamu. Ufahamu ukiwa hauna wajuu ya mambo fulani. Nataka kuanza kufundisha tena. Karibuni kwa sadaka. Mungu awabariki, nendeni kwa amani, tuonane tena usiku mtakatifu. Bwana